Stefani Aziz Ki pale kuna mtu aliwahi kupigwa tobo eneo hilo. Stefani Aziz Ki vile anajaribu kuingiza ndani kule. Stefani Aziz Ki na safari ya kuondoka Yanga Sport Club. Mwisho wa enzi au mwanzo wa furaha mpya? Jina langu ni Mary John na hii ni Kanyuka TV. Usiache kusubscribe, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Stefani Aziz Ki, kiungo mshambuliaji hatari kutoka Burkina Faso ambaye amekuwa muhimili wa mafanikio ya Young African Sports Club Yanga katika msimu ya hivi karibuni. Sasa ameweka wazi nia yake ya kuondoka ndani ya klabu hiyo. Habari hizi zimezua mjadala mpana miongoni mwa mashabiki wa soka nchini Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla. Wengine wanajiuliza kwa nini Aziz Ki aondoke sasa? Na je, Yanga iko tayari kwa maisha bila ya kiungo wao wa dhahabu? Safari yake akiwa Yanga Sports Club. Aziz Ki alijiunga na Yanga Sports Club mwaka 2021 akitokea ASEC Mimosa ya Ivory Coast, akiwa mchezaji mwenye mbinu, akili ya uwanjani na uwezo wa kufunga mabao kutoka katikati ya uwanja. Haraka sana alijizolea upendo wa mashabiki na heshima kutoka kwa wadau wa soka nchini. Katika msimu wa 2023-2024 alifunga mabao 21 na kutoa pasi 8 za mabao na kufanikisha Yanga kutoa taji la Ligi Kuu Tanzania Bara kwa mara ya 3 mfululizo. Zaidi ya hapo, alitajwa kuwa mchezaji bora wa msimu na mchango wake katika Ligi ya Mabingwa Afrika ulikuwa wa mfano. Stefani Aziz Ki, mwamba kutoka Burkina Faso, anaweka mpira katika wavu. Nini kinaendelea? Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyombo vya habari ndani na nje ya nchi, Aziz Ki amewasilisha ombi la kutaka kuondoka Yanga licha ya kuwa na mkataba hadi Juni 2026. Hii imesababisha maswali mengi, hasa kwa kuzingatia kuwa amekuwa kipenzi cha mashabiki na bado yupo kwenye kiwango cha juu na ubora wake. Kuna sababu kuu mbili zinazotajwa kuhusiana na uamuzi wake. Sababu ya kwanza, fursa ya kucheza soka la dunia. Klabu ya Wydad Casablanca ya Morocco inaonesha nia ya kumsajili Aziz Ki kwa ajili ya msimu ujao. Wydad inatarajiwa kushiriki kombe la dunia la klabu ya FIFA 2025, jukwaa la kimataifa lenye hadhi kubwa. Hii ni nafasi ambayo wachezaji wengi wa Afrika walionea shauku, na kwa Aziz Ki inaweza kuwa tiketi ya kuelekea Ulaya au mashindano makubwa zaidi. Na sababu ya pili, changamoto mpya kiuchezaji. Baada ya kushinda kila taji la ndani na kufika mbali Afrika, Aziz Ki anaonekana kutafuta changamoto mpya. Anaamini muda umefika kwa yeye kujaribu mazingira tofauti yenye ushindani mkubwa zaidi. Msimamo wa klabu ya Yanga. Uongozi wa Yanga bado hujatoa taarifa rasmi juu ya hatima ya Ki, lakini vyanzo vya kuaminika vinasema kuwa klabu hiyo iko tayari kufanya mazungumzo ya kuamua iwapo masharti yatakidhi. Aidha, taarifa zinadai kuwa Yanga itanufaika kifedha kutokana na uhamisho huo, fedha ambazo zinaweza kusaidia kuimarisha kikosi kwa msimu ujao. Tayari ripoti zinadai kuwa Yanga ipo kwenye mazungumzo na wachezaji kadha kutoka Afrika Magharibi na Kati ili kujaza nafasi ya Aziz Ki endapo ataondoka rasmi. Je, mashabiki wanasemaje? Tosisha bao kwa utata kweli. Ni ukatili amefanya Stefani Aziz Ki. Mashabiki wa Yanga wapo kwenye sintofahamu. Wapo wanaosema ni haki ya Ki kutafuta maendeleo zaidi, lakini wapo wanaoamini kuwa bado alikuwa na jukumu la kutimiza ndani ya timu, hasa baada ya kuahidi msimu bora zaidi mwaka 2025. Mitandao ya kijamii imefurika jumbe za matumaini, masikitiko na shukrani kwa kiungo huyo aliyekuwa moyo wa kikosi cha Jangwani. Kuondoka kwa Stefani Aziz Ki kutoka Yanga Sport Club ni jambo dogo. Ni ukurasa mpya unaofunguliwa katika historia ya klabu ya maisha ya mchezaji huyo. Ikiwa ataondoka, basi atakuwa ameacha alama isiyofutika, alama ya mchezaji aliyeleta mabadiliko, aliyewashangaza wengi na kuiletea Yanga enzi ya dhahabu. Na kama atasalia, basi Yanga itakuwa na fursa ya kuendelea kufurahia huduma ya mmoja wa viungo bora kabisa waliowahi kuchezea katika soka la Tanzania. Mimi ni Mary John na hii ni Kanyuka TV. Kwa habari za uhakika, usisite kusubscribe na kushare. Popote pale ulipo mwananchi, jipige kifuani mara 3.
sema sisi ni wananchi, sisi tunaiwakilisha Tanzania.